kabla hujafanya kitu chochote, kwanza uwe inahitaji kwanza elimu. Uwe na elimu na kitu unachokitaka. Mimi ninachoomba serikali, licha ya kuwa nahitaji vitendea kazi vya kisasa ambavyo labda kwa sababu vitendea kazi vya kisasa kuna madogo, na umeona udogo anasema engineer alikuwa Dodoma. Muulize kama leather machine anaijua. Leather machine ni leather ambayo ni table inakaa bati kama hili, inalitoboa sha. Yaani wewe unakaa kwenye kompyuta pale una draft, labda akili wepo. Ujue vipimo kwanza. Una draft kitu unachotaka kina futi ngapi na ni inchi ngapi, una set pressure ya moto. Benya pale inakata umbile kile kitu unachotaka. Kwa hiyo mashine kama hii ya kuchakata nini, naweza nikampa akachakata kwa siku hata 10. Kwa sababu atakata frame za mtindo mmoja, atakata vipande vya mtindo mmoja, atakata vipande vya mtindo. Hai, mashine za kuchomelea si mpaka leo ni tunaua macho mheshimiwa. Tunaua macho. Sio kwamba hatuna vifaa, tuna vifaa, lakini siku hizi wameacha hii hivi. Wameacha. Siku hizi mheshimiwa, mashine inakaa hapa, ana seti huko, anaweka ile holder. Si ndio? Ana seti some mpaka hapa. Anabinya, okay. Unakaa. Mpaka mwisho. Sisi mheshimiwa kweli. Hapo ndio tuna innovate nyumba mnazokaa nyinyi, madirisha yale tuna innovate sisi. Masinki ya choo tunaweka mbolea sisi tuna innovate. Lakini sasa basi kwa sababu mimi nilikuwa naona kuna nafasi tena ya kutuangalia sisi. Sasa jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelea. Vitu viwili ni vitu viwili. Kitu cha kwanza nahitaji kupata scholarship kwa nchi zilizoendelea. Bila elimu wewe mwenyewe unajua uwezo ukafanya nini? Ukafanya chochote. Ili niweze kufanya vizuri nahitaji kwenda nje nikapate scholarship. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kusajili bunifu zangu hizi mlizozikuta inatakiwa zisajiliwe ili zitambulike na familia yangu ije ifanye nini? Faidi. Na kitu cha tatu ni mashine. Full stop. Unajua dunia inataka sasa inataka mashine. Mtaji? Na mtaji pia. Na mtaji pia ni muhimu kwa sababu unaweza kuwa una mashine una mtaji. Katika vitu vyote unavyozalisha, kitu gani naona kiko kwenye soko vizuri, na kama pesa ikiletwa kwa mfano kikopeshwa au hela ya ruzuku kitakuwezesha? Kaka, nafikiri wewe mwenyewe unaona Watanzania wanataka nini? Watanzania wanataka nishati ya bei nafuu. Watanzania wanataka nyenzo za bei nafuu. Tutoke kwenye ile ya zamani. Kwa mfano unafyatua tofali mpaka leo unashika frame ili unaenda kupatoa tofali. Hivi wewe unafikiri ni sawa? Tutoke huko twende kwenye ile nyenzo daraja ya kwanza waliotuachia wakoloni, angalau tuje kwenye kama mashine. Yaani mfyatua tofali atumie hata mashine, sio afyatue tofali kwa mkono na inaenda kujenga nyumba ya mtu mwenye pesa zaidi. Hapa kwa father. Kwa father. Baki kesho father akimwambia tumeamua kujenga kituo anaapa. Lakini halmashauri inaweza ikaamua tukutenge eneo la wabunifu la kwake tu. Hata usikomplicate ukajenga shedi tu za aina hii. Kajenga shedi hivi vilivyo ndani, mkaweka na ofisi. Innovators wote kwenye mechanics wanakutana pale. Kule Ludewa wametengeza shule zao kwamba tuna Iliboro ni shule ya wanafunzi wenye vipaji maalum. Ludewa wametengeza shule ya vipaji maalum ya kwao. Kila mtoto anayeongoza kwenye shule ya msingi kwenye kijiji wanamchukua kuja pale. Kwa wao wana shule ya vipaji maalum ya kwao, kwa wasichana na wavulana wanaofanya vizuri shule ya msingi. Una customize kwamba ni kwetu na VETA ya wilaya, tuna SIDO, hebu sitengeneze innovation center ya kwetu ya wabunifu wote, kuna mara wanaonana. Na ile sehemu unaisajili. Nimeambia hapa mtu wa benki yupo.